Neno letu la siku ya leo litapatikana kutoka katika vitabu viwili, kitabu cha Ufunuo sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10, na kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 3 mstari wa 3. Naomba tuanze na Ufunuo sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Nitasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, na nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Amina, ubarikiwe. Naomba nisomee kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 3 mstari wa 3. Tasoma kitabu cha Ezekieli sura ya 3 mstari wa 3. Maandiko yanasema, akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa ajili ya gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma katika maandiko matakatifu, nabii Ezekieli na Yohana walipewa kitabu na Mungu. Katika kukila kile kitabu, mdomoni kilikuwa kitamu kama asali, lakini kilipofika tumboni kikawa kichungu. Kama unaandika, andika nyakati ambazo sio salama kwetu. Ndio somo la leo, nyakati ambazo sio salama kwetu. Habari za Mungu na neno la Mungu ni tamu kama asali linapotoka katika kinywa cha Mungu, lakini ni chungu linapotufikia. Vile ambavyo nabii Ezekieli aliona, na baadaye mtume na nabii Yohana naye aliona alipolipokea neno la Mungu, lilikuwa tamu kama asali masikioni mwake, katika nafsi yake, lakini katika kulinena na kulitendea kazi lilikuwa chungu kulimeza na kuliweka tumboni mwake. Siku zote Mungu anapozungumza na sisi, iwe kwa habari ya unabii, iwe kwa habari ya neno la faraja, iwe kwa habari ya uponyaji, iwe kwa habari ya wokovu, iwe kwa habari ya ushindi, tunalipokea neno kwa furaha, kana kwamba utimilifu wake ni mwepesi. Wengi tunapenda kusikia, nataka kujua Mungu anasema nini kuhusu mimi. Nataka kujua Mungu anazungumza nini kuhusu
maisha yetu ya sasa. Nataka kujua Mungu anazungumza nini kuhusu habari ninayopitia. Neno linapokuja ni tamu kama asali, lakini chungu kulimeza na kutembea nalo. Nini kinacholibadilisha neno ama kitabu kilichokuwa kitamu katika kinywa, ulipokiweka mdomoni kilikuwa kitamu, lakini kilipofika tumboni kikawa kichungu? Siku zote Mungu anazungumza kutafuta matokeo. Neno la Mungu linapokuja katika maisha yako, linakuja lilete mabadiliko. Neno la Mungu, unabii wa Mungu hauji kuzungumza mazingira unayopita, magonjwa, umasikini, taabu, kukataliwa, hofu za mauti. Neno la Mungu linakuja si kubadilisha hayo. Neno la Mungu linakuja kukubadilisha wewe, ili wewe uyabadilishe hayo. Hauwezi kubadilisha chochote kabla wewe hujabadilishwa. Mungu anapozungumza, anazungumza kukubadilisha wewe, alafu wewe utaubadili ulimwengu unaokuzunguka. Neno linakuja kukaa na kuishi ndani ya anayelisikia. Neno haliji kuja kukaa na kuishi ndani ya magonjwa ama ndani ya shida unazopitia. Neno linakuja kukaa ndani yako, likikubadilisha wewe, litakutuma ukabadilishe kilichokuwa kinakusumbua. Unapolisikia neno la Mungu likizungumzwa wakati wowote, unatakiwa ulipokee, ulifanye kuwa la kwako, ulitendee kazi, likuvike nguvu, likuvike uweza, likupe mamlaka ya kuenenda upya. Neno ni la mwanadamu. Ndio maana Mungu anasema, ninamtafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka ili nipate kuiponya nchi. Neno la Mungu haliji ili ulisikie. Neno linakuja ili ubadilike. Hata ukipewa unabii, neno ama unabii unakutaka ufanyie kazi ule unabii ili uweze kukamilika katika maisha yako. Kuna sehemu ya wewe inayohitajika, na sehemu ya wewe inayohitajika ni katika mabadiliko. Unaweza ukahudhuria ibada nyingi,
Unaweza ukawa msikilizaji wa neno mzuri, unaweza ukasoma nabii nyingi, unaweza ukapokea unabii mwingi. Usipobadilika hauwezi kuona matokeo. Nikikuhubiria ulevi ni mbaya, ukahaba ni mbaya, dhambi ni mbaya, kutosamehe ni vibaya, kama hautabadilika, neno hilo halitakufaa na sio la kwako. Tunapozungumza kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, tunazungumza kukubadilisha wewe na si kubadilisha matatizo ulionayo. Mwenye uwezo wa kubadili matatizo ulionayo ni wewe mwenyewe, kwa sababu hiyo mamlaka ulipewa ndani yako tangu ulipozaliwa. Mwindaji akienda porini, sio wanyama wanamfuata kwa sababu yeye ni mwindaji. Ama mkulima anapokwenda shambani, sio kwamba mazao yatakuja kwa sababu yeye ni mkulima. Au mvuvi anapokwenda kwenye maji, si kwamba samaki watamfuata kwa sababu yeye anazo neti za kuvulia. Lazima ajue kutupa nyavu, lazima ajue kutupa mbegu, lazima ajue kutupa mshale, ndipo atakula. Nguvu kubwa ulionayo ya kiroho ni katika mabadiliko, kuwa mtu wa kubadilika. Kila mara unapolisikia neno linapokuja kwa upya, linapojirudia ndani yako, linataka ubadilike. Ni lazima uweze kuangalia ni vitu gani unavyohitaji kubadilika. Ni tabia, ni mwenendo, ni matendo, ni maisha yako. Eneo gani ambalo unatakiwa ubadilike ili neno lifanye kazi ndani yako. Neno linatafuta nafasi ya kukaa ndani yako. Likipata nafasi, linakubadilisha. Neno likikubadilisha, linakutuma kufanya kazi. Watu wengi wanakwenda vice versa. Mtu anakwenda kwenye Biblia, si ulisema hivi na hivi na hivi na hivi. Kama neno halimo ndani yako na kama neno halijakutuma, hauwezi kubadili unachotaka kibadilishwe. Nimeona watu wengi wanayatuma maombi yakabadilishe mambo. Anakwenda kwenye Biblia, anachukua neno, analituma neno. Imeandikwa tutakanyaga nge na nyoka. Ninakanyaga mizimu yote ya familia. Ninakanyaga roho zote za uchawi. Je, hili neno lina mamlaka ndani yako? Limekutuma ukayafanya unaotaka kwenda kuyafanya? Kwa sababu hata Yesu alipoachana na wanafunzi wake, aliwapa neno. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa mataifa yote. Watakaoamini muwabatize, na ishara hizi zitaambatana na nyinyi. Ni matokeo ya neno kupata makao ndani yao, neno kuwabadili. Petro ambaye tulikuwa tunamjua kama mvuvi, alibadilishwa na neno. Neno ndio lenye nguvu katika maisha yako ya imani na kiroho. Na nguvu ya neno iko katika kukubadilisha wewe. Kama tabia zako haziendani na neno, hauwezi kubadilisha. Kama mienendo yako haiendani na neno,
hakuna unachoweza kubadilisha. Kama matendo yako hayaendani na neno, hakuna unachoweza kubadilisha. Una nguvu tu neno linapokubadilisha. Maombi yako yanaweza yakawa makelele kama neno halimo ndani yako. Nyimbo zako za kuabudu zinaweza zikawa mipasho kama neno halimo ndani yako. Neno likishindwa kukubadilisha, hakuna kinachoweza kukubadilisha. Katika mchakato mgumu wa wokovu ni kukubali kubadilika. Watu wengi wanakaa mahali pamoja muda mrefu, watu wengi wanaokoka, hawaoni hatua, hawaoni maisha yao kwenda mbele kwa sababu wamegoma kubadilika. Neno wokovu tu linakutaka ubadilike. Wewe ni mtenda dhambi kwa sababu umebadilishwa. Umekuwa mtenda dhambi. Ili uwe mchawi lazima ubadilishwe. Ukiupata ushuhuda wa mchawi, alibadilishwa, ndio maana amekuwa mchawi. Ni matokeo ya kubadilishwa. Kutobadilika ni kiburi. Yoyote ambaye anamjua Mungu yuko tayari kubadilika kila wakati, kila mara. Na inakupasa usikie neno mara moja na kubadilika. Neno analozungumza Mungu halipasi kujirudia kwako mara mbili, mara tatu ili kubadilika. Linakutaka ulisikie mara moja ubadilike. Mahubiri ya aina yoyote unayoyasikia, unaposoma neno la Mungu wakati wowote, ukisikiliza kwa makini, kuna kipande kinachokuhusu, kuna eneo linalokuhusu, na lenyewe linataka ubadilike. Hatua ngumu ni mabadiliko. Dunia iko katika nyakati ambazo sio salama. Usilale kana kwamba kesho itaamka. Kuna siku utalala, kesho haitaamka. Najua ninyi kwenu huwa mnadhani kwamba binadamu ndio kuna siku atalala hataamka. No. Siku ndio itakuja, italala, haitaamka. Lakini wewe ukilala utaamka. Kama jua na siku inavyoanza kuonekana mashariki ikaishia magharibi, na wewe kuna siku utaamka upande wa kushoto ama wa kulia. Muombe Mungu siku ya kuamka kwako uamkie upande wa rehema.
Usile ukashiba kana kwamba hakuna siku nyingine. Ikumbuke siku ya kushinda njaa, ifunge kwa ajili ya Bwana, ili siku ya njaa itakapokuja iwakute waliokwisha kushiba mambo ya ulimwengu, ikukute wewe una njaa ya mbinguni. Usiishi kana kwamba umeshapata kila kitu katika ulimwengu huu. Inakuja siku ambayo wale waliodhani wana kila kitu katika ulimwengu huu hawana katika ulimwengu ujao. Usijiamini sana. Katika nyakati hizi usijiamini. Katika nyakati hizi kifo na shetani na watafuta waliolala na kushiba, waliotosheka. Mmeona kumekuwa na vifo vingi vya ghafla. Sio bahati mbaya, sio bahati mbaya, ni kwa wale waliolala na kushiba. Adui yuko mawindoni. Wale wasio na Kristo ni chakula chepesi kukipata kwake. Maandiko yanasema watakushambulia kwa njia moja, watapoteana kwa njia saba, kwa yeye aliye na Kristo ndani yake. Hizi ni nyakati za hatari kuwahi kutokea katika maisha ya mwanadamu. Mambo mengi ya hovyo yanaendelea. Wakati Roho Mtakatifu anazungumza na mimi asubuhi, alikuwa ananiambia huu ndio wakati mwizi na aibe sana, kahaba na afanye ukahaba sana, mchoyo na awe mchoyo sana, na mwenye kuomba aombe sana. Mwenye kumtegemea Mungu amtegemee Mungu sana. Sio wakati ambao tutahubiriana na kudanganyana kwamba mambo ni mepesi. Tunaishi katika nyakati ambazo sio salama. Mambo mengi ya hovyo yanayoendelea huko nje, kwenye ndoa za watu, kwenye makanisa mbalimbali, kwenye nchi mbalimbali, ni mambo ambayo Biblia ilituonya mtakapoyaona haya mambo, mwenye masikio na asikie, na mwenye macho na aone. Chagua kuwa kiziwi, fungua masikio, nenda kabadilike. Chagua kuwa kipofu, fungua macho, upate kuiponya roho yako. Dhambi haipaswi kufugwa. Dhambi sio kuku ukimlisha utamla, wala sio mbuzi ukimchunga utamla. Dhambi itakula wewe mwisho. Wale wanaoingia katika ulimwengu wa roho
wanajua jinsi mambo yalivyo magumu na mabaya katika ulimwengu wa roho. Tunakwenda katika nyakati ambazo kama hautaiacha tabia yako utakufa nayo, kwa sababu Mungu amesema mlevi na endelee kulewa. Hasira ya Mungu inapokwenda juu, anaruhusu mambo mabaya ya kupata mwanadamu kwa sababu ya kiburi ulicho nacho. Kweli ya Mungu mnaipokea kama asali. Kuja kanisani mnakuja kama asali. Ibada ikiisha, mnauvaa uchungu uliozoea. Mtu yoyote aliyetembea na Mungu atakwambia kutembea na Mungu ni uchungu, ni maumivu, ni hasara. Lakini itakufaa nini kama ukidhani kuyapata hayo umepata vyote, wakati mwisho hautakuwa na vyote? Itakufaa nini? Ni heri uwe rafiki wa malaika kuliko kuwa rafiki wa wanadamu ambao mwisho wataishia motoni. Ni heri uwe rafiki wa mbingu ukawa adui wa ulimwengu, lakini siku ile ya nuru ukaiona. Leo hauko hapa kwa bahati mbaya, wala hunisikii kwa bahati mbaya. Roho anakueleza mambo usiyoyaona, usiyojua. Roho anataka ukabadilike. Mungu anafanya kazi na watu wanaosikia neno na kubadilika. Ndio maana Yesu alitoa mfano wa mpanzi. Mbegu ile ile, kasoro ilikuwa ni udongo. Kasoro ilikuwa ni udongo. Udongo wenye rutuba una tabia ya kuozesha mbegu, na ndio uliovuna. Mungu akikutaka uachane na rafiki zako, usikatae, kwa sababu kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake. Kuna watu Mungu anahangaika sana na nyinyi, anawaambia achaneni na marafiki mtaki, achaneni na starehe mtaki, achaneni na maboyfriend magirlfriend mtaki, achaneni na tabia hizi mtaki. Mfano wa mpanzi unatuonesha kwamba hata miiba inasikia Injili, hata mawe yanasikia Injili. Tatizo hayawezi kubadilika, hayawezi kuozesha mbegu, hayawezi kuruhusu mbegu ikamea ndani yao. Neno lina nguvu linapoukuta udongo unaoweza kubadilika. Na katika kubadilika kuna mambo mengi. Kuna maumivu. Usije ukafikiri kwamba tunafurahia siku zote maisha ya Mungu. Tuna maumivu, tunaumia. Lakini kwa sababu ya Bwana tumekubali. Kwa sababu ya kweli iliyo ndani ya mioyo yetu tumekubali. Kuna kudhalilika, kuna fadhaa, kuna dhiki, kuna mateso, kuna
kuna aibu. Usije ukasema sasa mimi rafiki zangu watanionaje, ndugu zangu watanionaje? Katika mabadiliko kuna uvumilivu na ustahimilivu. Mbegu inapokuwa ardhini inavumilia. Kuozeshwa si kitu kidogo, si kitu rahisi, lakini inavumilia yote, ikiamini kwamba kuna kuchipua upya. Ikiwa mbegu inayotupwa ardhini ina imani kubwa namna hii, vipi kuhusu wewe mwanadamu uliyeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu? Jiulize, katika vizazi vyenu vyote Mungu amekupa neema wewe ya kulisikia neno lake namna hii. Amekupa neema ya kumjua yeye. Babu zako walivitumikia vitu wasivyovifahamu, waliviamini vitu wasivyovijua, vilivyoleta matatizo mpaka kwenu. Lakini wewe Bwana anakwambia badili njia zako, tafuta kunipendeza mimi, niende na wewe, niende na vizazi vyako. Asubuhi ya leo Mungu anataka mabadiliko kwako. Kila mwanadamu ambaye anaishi duniani, Mungu anataka mabadiliko. Bado hujafika, unaendelea, lazima ubadilike. Na mtu ambaye anagoma kubadilika, Mungu huwa anaachana naye kimya kimya. Mungu alimvumilia sana Sauli. Baadaye akamwambia nabii Samueli kwamba achana na Sauli, amekataa kubadilika. Moyo wangu hauwezi kwenda pamoja na yeye, kwa sababu sio mtu wa kubadilika, sio mtu wa kuisikia kweli akaipokea kweli akairuhusu kweli iongoze maisha yake. Mko bize, mnatafuta ndoa, mnatafuta utajiri, mnatafuta vyeo, mnatafuta uzuri, mnatafuta kujulikana, mnatafuta kuonekana, mnatafuta kula vizuri, mnatafuta kuishi vizuri. Lakini mbona hamumtafuti ambaye amewaleta kumtafuta? Ni vitu gani mnavyovitafuta ambavyo hata mkivipata hamridhiki kwamba mmevipata? Bado mnaendelea kutafuta. Unamkuta mtu ni tajiri, lakini kila siku anaendelea kufungua makampuni, anaendelea kutafuta hela. Kwa nini? Unamkuta mtu ambaye anasema huyu mimi nikipata mshahara wake mmoja tu sirudi tena kuajiriwa, lakini yuko busy anaendelea kutafuta na yeye. Lakini yuko aliyempata Mungu na mahangaiko ikawa mwisho katika maisha yake. Amen. Mungu amenitofautisha na shida nyingine zozote unazoweza kuzihangaikia. Ndio. Hizi utazihangaikia, utazitafuta, utazipata, zitakudai zaidi, zitakutaka zaidi. Kwa nini? Kwa sababu hujavitafuta vilivyo halisi zaidi kwako. Umevitafuta ambavyo si halisi. Amen. Mtu yuko busy anatafuta mwanamke mweupe. Anampata mweupe, ningempata mnene kidogo. Ningempata mrefu kidogo.
Yesu asifiwe. Amen. Lakini yuko ambaye ukimtafuta moyo wako unapata amani ya kweli. Yuko ambaye ukimtafuta, ukimpata, anakwambia na vingine vyote nitakuzidishia. Sio kwamba hajui viko unavyovihitaji, lakini anakwambia ukinipata mimi, vingine vyote nitakuzidishia. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na vingine vyote mtazidishiwa. Mabinti zangu, unamtafuta mkaka wa hivi, kesho anapita wa hivi, uko naye, kesho kutu anapita wa vile, uko naye, kwamba mimi nikimpata mkaka mweupe taolewa naye. Kapita huyo ana kifua kizuri, lakini huyu ana Land Cruiser, huyu ana Prado, huyu. Adui anakupotezea miaka. Unapokuja kuamka, unajua kwamba wewe una gari la TZA. Lakini ziko gari zenye namba A zimetunzwa vizuri, ukiona ni zaidi ya gari yenye namba E. Badilika, usichukuliwe na upepo wa ulimwengu huu. Badilika. Huu ujumbe unatakiwa ukubadilishe kuwa mtu wa mabadiliko. Ukitaka kuenenda na Mungu, uwe mtu wa mabadiliko. Kwa mtu mchanga, mabadiliko ni neno chungu kwao. Nikisema mtu mchanga, sio aliyeokoka jana, sio ambaye haneni kwa lugha. Mtu mchanga ni mtu ambaye bado ulimwengu huu unamwendesha, bado hisia zinamwendesha, bado dhambi inamwendesha, bado utumwa unamwendesha. Leo kuna wanawake wanamaendesha magari mazuri ya kwao, hajanunuliwa na bwana, hajanunuliwa na mumeo, la kwake yeye mwenyewe. Na wengine wana nyumba nzuri za kwao wao wenyewe. Kwa nini wewe akili yako unaiweka mwanaume ndio atakayekufanya? Unaenda kuwa mtumwa. Lazima uamke. Utoke katika usingizi. Watu bado wako utumwani, kifikra, kimaisha, kimtazamo, kimwenendo. Hawako rohoni kujua kwamba haya maisha ni ya muda. This is a temporary life. Kila kitu kwenye haya maisha ni temporary. Wako waliokomaa kiroho, kwao kila kitu ni kitamu kama asali. Ije shida ni tamu kama asali, ije kiu ni tamu kama asali, hana hela ni tamu kama asali.
watu wanaomjua Mungu, kila mapito katika maisha ni matamu kama asali. Nadhani asali ni chakula pekee ambacho ukiweka kwenye mdomo utamu wake huwa upotei. Hata ukiiona pale utamu unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokomaa, akibarikiwa baraka ni tamu kama asali. Akipitishwa mapito ni matamu kama asali. Kwa sababu wanaijua siri. Wale wachanga wanalia uchungu kila siku. Mtazame mwanamke aliyejifungua. Kuzaa ni uchungu, ni maumivu makali, ni hatari, ni nusu ya kifo. Mama anaweza asitoke, mtoto anaweza asitoke salama. Lakini mama akishapewa taarifa ya kwamba umezaa salama mtoto, uchungu unakuwa mtamu kama asali. Anafurahi, anajiona mimi ni mama, mimi ni mzazi, hakuna kama mimi. Wengi wenu nyinyi uchanga unawasumbua. Ukitamkiwa muujiza, usipouona uchungu unazaliwa ndani yako. Kwa nini sijajibiwa? Mbona niliambiwa? Kwa nini? Au Mungu amenisahau? Hii siri wanaijua watu waliokomaa kiroho. Ndio maana Ayubu alimwambia mke wake, je, tupokee mema tu kutoka kwa Bwana? Ayubu 2:10. Je, tupokee mema tu? Mtu aliyekomaa kiroho akiambiwa funga siku 40, ile sauti na lile neno ni tamu kama asali. Na zile siku 40 za maombi ni tamu kama asali. Kwa mtu ambaye hajakomaa kiroho akiambiwa Jumapili ufunge, hivi anafikiri ni rahisi namna hii? Mtu aliyekomaa kiroho akipokea ujumbe wowote kutoka kwa Mungu ni mtamu kama asali. Hauangalii ujumbe, anamwangalia aliyezungumza. Hawanung'uniki, hawayumbi, hawababaishwi. Anaweza akasimama mahali popote kwa sababu ni Mungu amemwambia atazungumza pasipo kupepesa macho. Kwa sababu kwake neno la Mungu ni tamu kama asali. Mungu akimwambia nenda kamsamehe fulani, kwake ni furaha kwamba hivi kumbe nikimsamehe unafunguliwa, kuanzia leo nimemwachilia. Lakini yuko ambaye akiambiwa kamsamehe fulani, uchungu unazidi mara 2. Yaani kwa yote aliyonifanyia alafu nikamsamehe tena. Kwa kweli Mungu mwenyewe atanisamehe. Sasa atakusameheaje kama wewe huwezi kusamehe? Unajua kuna mambo mangapi ambayo Mungu anayaona maishani mwako kwake ni machungu, lakini anayafurahia kama asali. Kwamba iko siku mwanangu atabadilika. Iko siku mwanangu atageuka. Iko siku mwanangu atatubu. Mungu hajawahi kuacha kukuita mwanae. Neno
la Mungu usilisikie ukanyamaza ukaliacha likapita. Sio neno la kawaida. Neno lolote ambalo mtumishi wa Mungu ataliongea kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, lipeleleze, lichunguze, jiulize, hili neno ni langu? Linanitaka nifanye nini? Ngoja nifanye sawa sawa na neno. Kutii neno la Mungu si kutii neno la mchungaji. Neno lolote unalolisikia kalifanyie kazi. Unaweza ukawekewa mikono kanisani, ukatamkiwa neno kanisani, ukaenda mtaani ukasikia jirani yako anasema huyu ni mlokole gani mchoyo binafsi, hasalimii watu. Ni Mungu anakwambia baraka zako zinafungwa kwa sababu usalimii watu, na kweli hausalimii watu. Usije ukafikiri kwamba ukitamkiwa neno zuri litakwenda kufanya kazi kule. Ninakutaka ubadilike. Salimia watu, zungumza na watu, penda watu, shirikiana na watu. Wakitamka neno baya, umeenda ofisini wakasema huyu ni mchelewaji, baba tazama mimi nimeokoka na kutumainia na pigwa vita vya kule kanisani. Hapana, Mungu anakutengeneza uwe dhahabu iliyo safi, uwe mfano ulio bora kwa watu. Hata mabaya yanapozungumzwa, kayafanyie kazi, kabadilike. Asikudanganye mtu kwamba ukiokoka uko mkamilifu, ama ukisimama kuhubiri kama mimi hapa uko mkamilifu, kwamba hakuna eneo ambalo unapaswa kubadilika. Kila siku Mungu anataka uonekane upya. Kila siku Mungu anataka ubadilike. Mabadiliko yaliyo ndani yako ndio yanayobadili ulimwengu ulio mbele yako. Watu wengi wanakwambia, mchungaji, tangu niombee vita ndio vimezidi. Hutaki kubadilika. Vita vinazidi, Mungu anakuonesha kwamba hautaki kubadilika. Kuna eneo ambalo Mungu anataka ubadilike. Kuna eneo ambalo Mungu anataka utoke. Kuna tabia ambazo Mungu anataka uziache. Kuna mwenendo ambao Mungu anataka utoke. Ukiwa umeokoka, watu wanakusema vibaya, fanyia kazi maneno yao. Jua udhaifu wako, shughulika na eneo lako la udhaifu. Watu wengi hawataki kushughulika na maeneo yao ya udhaifu. Wana udhaifu ndani yao, lakini hawataki kushughulikia hayo maeneo. Ikiwa watu waliona kutembea kwa Petro kunafanana na Yesu, kuzungumza kwa Petro kunafanana na Yesu, watu wanapokutazama wewe ni aidha wamuone Yesu anaishi ndani yako, anaongea ndani yako, au wamuone waliyemzoea bado yuko ndani yako. Wanamjua waliyemzoea. Mlokole gani? Tumeitwa ili tubadilishwe. Kwa maana Biblia inasema tunazaliwa upya, tunafanyika kuwa viumbe vipya. Ya kale yamepita na tazama sasa yamekuwa mapya. Neno linakutaka ubadilike. Ili neno alizungumzi bure. Neno linapokuja
linatafuta mabadiliko yako ili liweze kutenda kazi katika maisha yako. Unaweza ukaja kanisani ukawa mshiriki mzuri wa ibada, lakini kama hautaki kubadilika, bado wewe ni wa nje, haujawa na usharika na Yesu. Unajua kuna mahali Yesu aliongea neno ngumu sana. Akasema mimi ni mchungaji na kondoo wangu wanaibiwa sauti yangu. Kwa maana mimi huwatangulia mbele, wao hunifuata. Nimewahi kumwona mchungaji ambaye anakaa mbele ya mbuzi au kondoo. Nimewahi kumwona mtu anachunga amekaa mbele. Wachungaji wote wanakaa nyuma. Kwa nini? Watu wanataka kuchungwa. Mungu anataka mjichunge wenyewe. Kila mmoja ni mchungaji wa nafsi yake. Kila mmoja ni mwinjilisti wa maisha yake. Kila mmoja ni nabii wa kesho yake. Kila mmoja wewe. Usipojitunza, usipojichunga wewe mwenyewe, hakuna mchungaji ambaye anaweza akakuchunga. Tutahubiri miaka yote, acha dhambi, acha dhambi, acha dhambi, acha. Kama hautaki kubadilika, hilo ni tatizo lako mwenyewe. Na leo ninakueleza vizuri kabisa, yeye ayasikiaye maneno haya na kuikaza shingo, maana Biblia inatumia kukaza shingo, shingo yako itavunjika. Mimi naiona hatari kubwa mbele. Naiona hatari kubwa kwa kizazi kinachokuja baada yetu. Ninakuonya mapema. Ninakurudisha katika mstari mapema. Ninaiona hatari ya ulimwengu inayokuja. Ninakupigia kelele, rudi katika mstari. Usijiamini kwenda peke yako. Usijiamini kwenda bila Yesu. Usitoke nyumbani kwako bila Yesu. Mwambie Yesu, toka na mimi, nenda na mimi niendako, rudi na mimi. Kote huko ninapokwenda nenda pamoja na mimi. Na Yesu aone kweli kuna huo uhitaji wako ndani yako. Yesu aone kwamba anahitajiwa na wewe. Akija anasikilizwa na wewe. Leo Yesu akakwambia kwamba kuanzia leo sitaki uona kula ovyo. Sio kwamba Yesu ajui kwamba kuna mishikaki vizuri. Anakupa discipline ya kiroho. Tumepoteza discipline. Tunakula hovyo sehemu tusizozifahamu. Wala hujui yule aliyekupikia amekuwekea nini. Yesu anakuonya kwa sababu kuna sehemu moja utakwenda kula ina mtego. Ndio maana anakuambia kwamba usile ovyo. Sasa ukikuta mwindi kuchoma leta. Unakuta mtu anauza karanga leta 500. Unaenda nyumbani kwenu kijijini, wale wazee hawana 1000 ya sukari. Anakuchinjia mbuzi. Anakwambia, mwanangu, mjukuu wangu umekuja
ngoja nichinje mbuzi. Ukiangalia thamani ya mbuzi na yule ndugu haifanani. Nini kilichofichika nyuma ya mbuzi ambaye anamchinja? Ukijui. Lakini kwa sababu ya ulafi wako utakula. Mimi nilipookoka, kitu cha kwanza nilipoteza marafiki wote niliokuwa nao. Na nilikuwa na marafiki wakubwa wazuri. Nilipoteza wote. Sasa hivi nimebaki mwenyewe. Kuna wakati unapoteza na ndugu. Lakini kama Yesu yupo anatosha. Taenda na Yesu mpaka mwisho. Sauti ndogo inayoweza kukwambia usiende kwenye harusi ya leo. Kuanzia leo acha kuangalia TV. Sasa TV ina ubaya gani? Anajua, anayekwambia haya maneno anajua kwa nini anakukataza. Na kazi yako wewe ni kutii. Akikwambia mwanangu, hizi nguo sitaki uzivae, usitaki maelezo mengi. Na sisi mwanzoni katika uchanga kuna vitu tulikuwa tunakatazwa. Tukivifanya fimbo unaiona. Unajua niliambiwa hapa lakini nikafanya nimeipata. Fimbo. Mabadiliko. Mungu hakutuumba tuwe watu wa vigodoro. Watu walioumbwa na heshima ya Mungu hawezi kucheza kigodoro. Sasa wewe umeokoka alafu mtaani ndio bingwa wa kigodoro. Yaani ngoma ichezwe bila wewe. Wokovu wako uko wapi? Mungu akiingia ndani yako hakuzuii kunywa bia, ila wewe ndio unayejizuia kwamba kuanzia leo sitakunywa bia. Na utakaposema na ukadhamiria toka ndani ya moyo, Mungu anakupa nguvu ya kufuta kiu ya bia katika maisha yako. Sababu umetii neno. Roho ya uzinzi haiwezi kukuachia kama hujatamka. Sasa ikiwa unatamka kwani kuwa na mmoja ni mbaya, shauri lako. Kweli shetani anahakikisha kila wakati una mmoja. Unakuwa na mmoja, baada ya mwezi anakuacha unapata mmoja tena. Baada ya mwezi anakuacha unapata mmoja tena. Utaenda na mmoja mmoja mpaka mwisho. Kuna vitu unapolipokea neno na kuamua leo, unapewa nguvu ya kuvuka. Unatofautishwa. Mabadiliko. Lazima ubadilike. Akili uliyokuwa nayo jana usikubali uende nayo leo. Mwambie Mungu, nipe akili mpya. Mawazo uliyokuwa nayo jana usikubali uamke nayo leo. Mwambie Bwana, nipe mawazo mapya. Nguvu uliyokuwa nayo jana usiamke nayo leo. Mwambie Mungu, nipe nguvu mpya. Mtu wa mabadiliko ndio mtu wa Mungu. Mungu anakwenda na watu wanaobadilika. Watu wanasema huyu si mtoto wa seremala huyu. Haya maneno kayatoa wapi? Amebadilika. Ikiwa Mungu anaweza kumtoa mtu ambaye alikuwa anachunga kondoo na mbuzi
na kuwa mfalme katika taifa. Mungu ana uwezo wa kukubadilisha na wewe. Unachoweza kupatiwa ni mabadiliko, nguvu ya kuleta mabadiliko katika maisha yako. Mungu anapokuja katika maisha yako ni kuleta mabadiliko. Anataka mabadiliko. Akisha kubadilisha, na wewe utakwenda kubadilisha vitu. Kama haujabadilishwa, huwezi kuukemea ugonjwa. Kama pepo likiona una tabia zile zile ambazo linazo, ndio litakwambia stop, unitoe. Kwa nini? Limekuona una tabia kama za kwake. Lakini likiona kuna kubadilishwa ndani yako, linatii, linaondoka. Shida zikiona kwamba huyu tunayemfuata akabadilishwa, zinatii, zinaondoka. Kwa nini shida zipate kivuli ndani yako? Zipate utulivu ndani yako. Unawezaje kuiruhusu dhambi inapata utulivu ndani yako? Lakini mchungaji, sisi wote ni dhaifu. Yaani umeipa dhambi utulivu. Unasema mimi ni dhaifu. Umeupa udhaifu mwamvuli upate kivuli kwako. Umekubali, unakaa ndani yako. Niambie hiyo shida kuanzia leo unabadilika. Mimi niliyekuwa jana sio utakayeniona leo. Mimi mliyemtumikisha jana sio mtakayemtumikisha leo. Mimi mliyenionea jana sio mtakayenionea leo. Mimi ambaye mlimuona jana sio mtakayemuona leo. Kuna watu mlipaswa kuwa mbali sana kiroho na kimaisha, lakini kwa sababu ya kutokubali kubadilika. Kuna watu mmekaa katika nafasi ambazo sio zenu kwa muda mrefu kwa sababu hamtaki kubadilika. Kuna wakati unalisikia neno linakuhusu, unamtafuta mtu kanisani, unamwangalia, ili litakuwa la fulani. Lakini neno ni la kwako. Linazungumza na wewe. Nyinyi wote huwa mkuja ili Mungu azungumze na mtu mmoja. Mungu anazungumza na kila mtu kwa nafsi yake. Neno ambalo unaliona ni la wenzako ni la kwako pia. Hata mimi mwenyewe nikimaliza kuhubiri, nikijisikiliza, ninagundua hili na mimi lilikuwa linanihusu. Nahitaji kubadilika. Kuna mtu anasema, mchungaji, mtumishi, mimi kila huduma nikienda natolewa unabii huo. Yaani nimeshapata huduma 7 zote natolewa unabii huo. Jibu ni rahisi sana. Umebadilika. Ukijichunguza, kuna vitu umebadilika. Hebu kaa chini. Angalia ni vitu gani ninavyovifanya vimpendezi Mungu. Wewe mwenyewe unavijua. Na moyo wako ni shahidi wako wa kweli. Na hata sasa hivi moyo wako unakwambia hiki huwa unafanya, lakini hutaki kubadilika. Kuna vitu kubali kutoka wewe mwenyewe. Mungu anapokutoa gerezani anasema anakuja anavunja malango ya gereza. Anavunja kufuli, anavunja mlango. Lakini hatua za kutoka gerezani ni za kwako. Chagua ubaki, utoke. Ama utoke na kurudi tena. Kwa
bora kwa Farao tulikuwa tunakula na kunywa. Bora kwa Farao kulikuwa na makaburi, tukifa tutazikwa kwenye makaburi. Ikiwa umeenda jangwani, hakuna nguo kuchakaa, hakuna viatu kuchakaa, je, bado tu hauna uhakika na kwamba unayekwenda naye hata kuruhusu ufe uchakae? Kubali kubadilika. Ndipo utayaona matokeo. Kuna mambo hayawezi kubadilika katika maisha yako kama haujakubali kubadilika. Na ukikubali kubadilika, kitu cha kwanza huwa unajuta kwa nini ulichelewa. Unajua hivi vitu vinawadanganya sana. Lakini ukishaujua ukweli, unasema kwa nini nilichelewa kuchukua hatua? Mchungaji, saizi nalala mpaka napitiliza. Ulichelewa kwenda kwa mchungaji kupata maombi. Ungeshazoea hii kulala mpaka unapitiliza. Tatizo ulizoea kuto kulala usiku. Ulikuwa unadhani hali ndio maisha. Maamuzi. Fanya maamuzi sahihi. Kubali kubadilika leo. Kubali kutoka uliko kwako. Hayo mambo yamekukuta kwa sababu ya mahali ulipo. Utakapobadilisha anwani ulio kwako, matatizo yakija hayakukuti pale. Na yatakapotaka kukutafuta, hayataiona anwani yako mpya, kwa sababu umekwisha kuwa mtu mpya. Matatizo yana anwani. Mchungaji, mimi kila naye niona ananichukia. Yes, kwa sababu ya anwani. Kuna anwani ukienda, waliokuchukia mwanzo wanakupenda, na kila atakaye kuona atakupenda. Anwani tu. Badilikeni. Msichukulie urahisi haya mambo. Na hii ni neema kwenu. Mungu amefungua mlango wa neema katikati ya hatari, katikati ya majira ambayo sio salama. Mungu amekufungulia mlango, anakwambia bado mwanangu unaweza ukaingia, bado mwanangu unaweza ukaja, bado nakupenda, nakuthamini, nakuhitaji. Badilisha. Kuna nyakati ambazo zinakuja nitakutapika. Kama utakuwa haujarudi nitakutapika. Nitamalizia kwa kuwapa mfano ambao nimeurudia mara nyingi sana. Tuliwahi kuwa na kiongozi mmoja mkubwa katika kanisa letu. Familia yake ilikuwa inampenda Mungu. Ni watu ambao wakija kanisani kama familia ni huduma tosha, wanaweza wakajaza kanisa. Wanampenda Mungu. Walikuwa na kijana wao ndani ya familia. Yule kijana tumemhubiria sana, tumemsihi sana kuja kanisani. Kila siku, Jumapili nitakuja, Jumapili nitakuja, Jumapili nitakuja. Ikaja kutokea kijana akaugua, akalazwa. Alipolazwa hospitali, mzee akaja akatueleza, jamani watumishi, yule mjukuu wangu anaumwa, naomba tuende hospitali tukamwombee. Tukaenda. Kipindi hicho mimi ni mtumishi mwanafunzi yule sijui chochote, yani ndo kwanza najifunza. Nina wazee wangu walionitangulia, nina viongozi wangu walionitangulia,
Tukaenda pale, nikaona kiongozi wetu mkuu wa huduma akasalimia, pole na nini na nini. Tunapiga story, naona akaenda kumwombea mgonjwa kitanda kingine. Akasema, mtumishi vipi, mbona tunakuja kumwombea huyu, ameenda kumwombea yule kule? Nikamwona yule msaidizi wake na yeye akaja kwa mgonjwa, akamwangalia, akaenda kwa mgonjwa mwingine kumwombea. Nikaona hao wamekosea. Nikainuka, nikaenda kwa ule mgonjwa. Sijui chochote. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilisahau kuomba. Nilikuwa sijui niombe nini, nitamke nini. Yaani kama nilipigwa butwaa, sikuelewa. Baadaye nikatoka na mimi nikaenda kujitafutia mgonjwa wangu. Maneno yakaja. Kamaliza kule, nikasema sasa upako ushashuka, ngoja nirudi. Kufika tena pale nikajikuta nimesahau. Yule kiongozi wetu mkuu wa huduma akaja akasema, Mwenyezi Mungu akubariki, neema ya Mungu iwe juu yako. Alivyomaliza akaambia tunashukuru, tunaondoka. Sema hili kitu mbona mimi sielewi. Wakati tunatoka ikabidi nimvute mkono yule msaidizi wake. Niambia, mbona tumekuja kumwombea mgonjwa alafu hatujamwombea yeye, tumeombea watu wengine. Akaniambia, na wewe si mtumishi, mbona hujamwombea? Nikamwambia nimeenda pale, maneno yote yamekata. Akaniambia ndio, kwa sababu ulikuwa ujui Roho Mtakatifu alikuzuia usifanye dhambi. Sasa hivi kumwombea yule ni dhambi, kwa sababu Mungu anaondoa neema juu yake. Akaniambia yule Alhamisi anafariki. Tumeshamhubiria sana, hataki kusikia. Tumeshampelekea sana neno, hataki kusikia. Mungu anaondoa neema. Sasa hivi ukimwombea yule ni dhambi. Na ndio maana malaika alikuziba mdomo usione. Kaniambia yule Alhamisi anakufa. Alhamisi si. Jamani, kijana amefariki. Nikajifunza jambo kubwa sana. Neema haiko milele. Neema, yawezekana mlango wa neema umefunguka leo. Usipobadilika siku hii ya leo, Mungu anakutema moja kwa moja. Simama.